Science katika Qur'an. Hapa tunazungumzia fingerprint, alama za vidole. Mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya yote ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, leo hii nimekuja na video hii ya science katika Qur'ani, ambayo Qur'ani ilishazungumza miaka zaidi ya 1400 huko iliyopita, lakini leo ulimwengu unaona kitu cha ajabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alishazungumza katika Qur'ani. Ni miongoni mwa ishara za kisayansi zinazopatikana ndani ya Qur'an ambazo zimewashangaza wengi. Katika surat Al-Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya 3 mpaka ya 4, je, anadhani mwanadamu kwa sisi hatutaikusanya mifupa yake? Kwani sisi tuna uwezo wa kuzitengeneza hata ncha zake za vidole. Hapa kuna mambo muhimu kabisa, mpenzi mtazamaji, kutokana na hizi ncha za vidole au alama za vidole, au kwa kitaalamu huita fingerprint. Muktadha wa aya hii, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaishusha aya hii miaka zaidi ya 1400 iliyopita, makafiri wa Maka walikuwa wakibisha kuhusu kufufuliwa kwa wafu. Walijiuliza, inawezekanaje Allah subhanahu wa ta'ala akusanye mifupa ambayo imeshasagika na kuwa mchanga? Allah subhanahu wa ta'ala akajibu kuwa yeye ana uwezo mkubwa zaidi, sio tu kukusanya mifupa mikubwa, bali hata kurudisha sehemu ndogo na yenye maelezo mengi zaidi mwilini, ncha za vidole, fingerprints. Kwa nini ncha za vidole? Kwa nini fingerprint? Katika karne ya 7, ncha za vidole zilionekana kama sehemu ndogo tu ya mwili isiyo na umuhimu wa pekee. Hata hivyo, Qur'ani ilizitaja kwa msisitizo. Leo hii science imethibitisha mambo yafuatayo. Katika mambo ambayo science imethibitisha upekee, yani uniqueness, kila binadamu ana alama ya kidole ya kipekee. Hakuna watu wawili duniani, hata pacha wanaofanana, wenye alama za vidole zinazofanana. Utambulisho. Alama hizi hazibadiliki maisha yote ya mwanadamu, huanzia akiwa tumboni hadi anazeeka. Ugunduzi wa kisayansi. Sayansi ya utambuzi kupitia alama za vidole ilianza kutumika rasmi mwishoni mwa karne ya 19, yani miaka hiyo ya 1880. Qur'ani ilishazungumzia umuhimu wa sehemu hii miaka 1200 kabla ya ugunduzi huo, yani miaka 1200 iliyopita kabla ya ugunduzi huo. Hivyo basi, hekima yake Allah subhanahu wa ta'ala kutaja ncha za vidole au alama za vidole au fingerprints katika sura hii, kuna hikma kubwa sana. Miongoni mwa hikma hizo, Allah subhanahu wa ta'ala anajua ni siri gani ambazo zipo katika ncha za vidole na maajabu gani, mpaka ikiwa binadamu yoyote duniani
hawezi kufanana na mwingine katika ncha za vidole, hata kama mapacha wamefanana sura. Huu ni ushahidi mmoja kati ya mingi inaonyesha kuwa Qur'ani ni maneno ya Muumba anayejua kila undani wa kiumbe chake, Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio muweza, hata kabla ya binadamu kugundua hadubini au vifaa vya kisayansi. Mpenzi mtazamaji, na imani umepata faida chache miongoni mwa faida nyingi ambazo unazipata kupitia hapa. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa niseme wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfar, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, ni kuage wa ila liqa, uhibbukum bila hudud, fi amanillah.